Ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu uwanja wa vita. Na kiukweli majadiliano mengi ambayo tulikuwa tukiyazungumza yamekuwa yakitokea kwenye kitabu nilichokiandika kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kwa hiyo nimekuwa nikichukua baadhi ya mambo machache ambayo katika hichi kitabu na kukusogezea. Na jana tulianza kuangalia ukweli kuhusu ibilisi, kwamba sifa za kiutendaji za ibilisi, kwamba tuliona kwamba ibilisi hamfanani Mungu hata kidogo. Na tukaanza kuchambua mambo kadhaa. Tuliangalia habari ya yeye kwa habari ya uwezo wake wa kujua. Tukaona hawezi kutambua mawazo ya mtu. Na leo nataka tusogeze kidogo, tuangalie sifa nyingine kama 2-3 hivi, ambapo naamini tukizimaliza hizo basi tutakuwa tumemweka ibilisi na washirika wake katika nafasi yake. Kumbuka tu mafundisho haya yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242 0789500242. Shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ni sehemu ya wasikilizaji mamia kwa maelfu ya watu ambao wanasikiliza kila siku kupitia njia ya redio, lakini na mitandao ya kijamii, ambao wanakutana kweli ya Kristo, lakini zaidi ya yote wamekuwa wakihamasisha wengine waweze kusikiliza. Kumbuka, unapomwalika mtu, mpe ushuhuda wa maisha yako, yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo na nini kimebadilika baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Ukishamaliza kumpa ushuhuda wako, mwalike sasa kuja kusikiliza hichi ambacho wewe umekuwa ukijifunza, na mpe angalizo kwamba hapa tunafundisha watu kufikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Kwa kama amelelewa kwenye kanisa ambalo linafundisha watu kufikiri kama Adamu, mwanzo anaweza kaona kama mafundisho ni changamoto kwake, lakini mwambie atoe nafasi. Siku 2-3 mfululizo akisikiliza, mafaili yatajipaka kichwani na mambo yataenda. Baada ya kusema hayo, napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Usichoke, endelea kutuombea. Kumbuka pia unapoombea usaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia wa Efeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9-11. Mwisho, natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana kwa kufanya hayo maamuzi, kwa maana sadaka yako ya upendo unayotoa kila mwezi inaleta mabadiliko katika maisha ya watu. Kwa hiyo usiache, usichoke, endelea kufanya namna hiyo. Na kama haujawa partner vipindi vya neema na kweli, na kualika uweze kufanya hivyo, zungumza na Roho Mtakatifu, naye akikushuhudia kwamba unahitaji kusupport kazi ya injili ili watu wengi zaidi waweze kufikia kwa njia ya redio, basi ufanye hivyo. Kumbuka, lengo letu ni kuhakikisha kwamba mafundisho haya yanaenea katika taifa zima la Tanzania, kwamba kila mahali ambapo redio inafika, basi haya mafundisho yaweze kufika. Na kwa maana hiyo tunahitaji walau kwa kiwango cha chini kabisa kuwa kwenye redio kati ya 13 mpaka redio 15. Kwa hiyo na kualika uweze kufanya maamuzi. Kwa pamoja tunaleta tofauti na tunabadilisha landscape ama muonekano wa injili katika taifa la Tanzania. Baada ya kusema hayo, tuende moja kwa moja katika tuko kwenye Waefeso 6 na mstari ule wa 10 hadi wa 12, ambapo tunaambiwa hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na tukao tumeanza kuangalia kidogo habari ya ibilisi, na tukao tumeangalia kwamba
Tuko tunasema tunaangalia nini? Tunaangalia ukweli kuhusu shetani ama kuhusu ibilisi. Na kitu cha kwanza tulichokiona kikubwa ni kwamba shetani hajui kila kitu. Tukaona kama angekuwa anajua kila kitu, basi angejua mahali Musa alipo na wala asingekuwa na sababu ya kuua watoto wote walio chini ya umri wa miaka 2. Na kama angekuwa anajua kila kitu, basi asingeua watoto wote, angemfuata mahali pale mtoto Yesu alipo na kummaliza. Lakini inathibitisha kabisa kutoka kwenye neno kwamba hajui yote. Lakini pia tukaona kwamba hawezi kusoma mawazo. Hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Hilo ni la muhimu pia nalo kaelewa kwamba shetani hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Na kwa maana hiyo nikasema kwamba namna pekee anaweza akajua mawazo yako ama akajua kwamba una hofu ni kupitia maneno yako ama matendo yako. Sasa tukaangalia jambo lingine moja ambalo ni la muhimu kwamba kumbuka tunaangalia hana sifa za kiutendaji alizonazo Mungu. Kwa ya kwanza tusema kwamba shetani hajui kila kitu. Tukasema pia shetani hana uwezo wa kusoma mawazo tofauti na Mungu ambavyo anajua mawazo ya kila mtu. Lakini pia shetani si muweza wa yote. Hiyo ni pointi nyingine ya muhimu. Shetani si muweza wa yote. Kwa hiyo hapa kwenye kitabu ninasema hivi, tofauti na Mungu, shetani si muweza wa yote. Yaani hana uwezo wa kufanya kila kitu. Shetani hana uwezo wa kufanya kila kitu. Nitarudia tena. Shetani hana uwezo wa kufanya kila kitu kama vile ambavyo Mungu anaweza. Kwa mfano, shetani hakutaka wewe uokoke lakini umeokoka. Kwa lugha nyingine, shetani hakufurahia, hakutaka, hakuridhia wewe kuokoka lakini bado umeokoka. Kwa hiyo ameshindwa kukuzuia kuokoka, ikithibitisha kwamba hawezi kufanya kila kitu. Angekuwa anaweza kufanya kila kitu, angekuzuia wewe usiokoke. Sababu kwamba yeye hataki wewe uokoke, alafu wewe sasa hivi umeokoka, maana yake ni kwamba hana uwezo. Shetani hataki watu wajue kweli. Lakini sasa hivi unasikiliza kweli hapa. Naenda anasema hivi. Kwa hiyo tunasema kwa mfano shetani hakutaka wewe uokoke lakini umeokoka. Hii inadhihirisha nini? Inadhihirisha kwamba hakuwa na uwezo wa kukuzuia wewe kuokoka. Vile vile naamini shetani hafurahi kabisa wewe kusikiliza mafundisho haya ama kusoma kitabu hiki. Anasema kwa maana kinakupa ujuzi wa kugundua hila zake na hivyo kumfanya siku zote awe chini ya miguu yako. Kwa hataki Wakristo wajue kweli, kwa sababu anajua ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Kwa hiyo anachofanya nini? Ningetamani usingekutana na haya mafundisho lakini ameshinda kukuzuia. Sasa wengine amewazuiaje? Kwa kuwadanganya, lakini sio kwa kutumia nguvu. Amewaelezea maneno ya uongo, usimsikilize huyo mtumishi alafu achana naye. Alafu anasema sababu kwamba unasoma kitabu hiki ama unasikiliza mafundisho haya ya Kristo ni uthibitisho tosha kwamba ibilisi hawezi kila kitu. Kwani angekuwa anaweza kila kitu, angekuzuia usisome kitabu kama hichi nilichokishika au usikilize mafundisho kama ya Kristo. Ngoja niseme kitu kimoja hapa. Miaka mingi iliyopita, nadhani kwa kama mwaka 2010 na ngapi? 13, nadhani 13 kama sikosei. 13 nadhani. Nilikuwa niko nafundisha kwenye redio moja inaitwa Dream FM, nadhani ni Dream FM ama ni Highland. Nijaribu kukumbuka. Na sio Dream FM. Nadhani I think Dream FM kitu kama hicho. Kule Mbeya. Na nikawa nafundisha tu. Siku moja nikawa nimefunga safari nimekwenda Mbeya. Nilipofika Mbeya tuna kituo pale Mbeya. Kilikuwa maeneo ya Sai pale. Kwa hiyo mtumishi mwenyeji akanipokea, tukakaa, nikamkuta yuko na mgeni mwingine wanazungumza naye. Huyu bwana ni muinjilisti wa kati ya kanisa kubwa kabisa la kiroho hapa Tanzania. Yaani nadhani ndo kanisa la kwanza la kiroho ukitoa Upentekoste ambalo limeanza hapa Tanzania. Kwa hiyo nikakuta wanazungumza pale. Kwa hiyo baadaye na mimi nikaingia kwenye mazungumzo, then mtumishi mwenyeji akaniacha na yule ndugu. Kwa hiyo tukaendelea kupiga story pale, tunazungumza mambo mbalimbali tu kwenye Biblia. Baada ya mazungumzo kama nusu saa hivi, huyu bwana akaguna. Akasema hebu ngoja. Nikamwambia nini? Akasema wewe ni Urumagadi? Nikamwambia ndio. Akasema nikamwambia kuna shida gani? Akasema kanisani kwetu tuliambiwa kwamba tusikusikilize wewe. Wewe ni mpinga Kristo. Wewe ni nabii wa uongo. Kwa hiyo tumeambiwa tusikusikilize kabisa kwamba wewe ni mpinga Kristo. Kwa hata tulikuwa tukifungua redio tukutana na vipindi vya neema na kweli tunazima. Aba tunabadilisha channel kwa sababu tumeambiwa wewe ni hatari kweli kwamba wewe ni mpinga Kristo, wewe ni nabii wa uongo. Nikamwambia okay. Kwa hiyo maoni yako nini? Tumekaa tumezungumza hapa, unasemaje? Akasema nimekusikiliza, tumezungumza hapa na navyoona mimi. Sasa ananieleza. Na huyu ni muinjilisti wa hilo kanisa. Anasema ninavyoona mimi.
Sisi ndo wapinga Kristo, sio wewe. Kwa nini? Kwa sababu muda wote tumekaa amesikia anazungumzia habari za Kristo na jinsi ambavyo Mungu ametenda mambo mengi kupitia Kristo na jinsi ambavyo imani yetu inatakiwa kwa Kristo. Lakini yeye alikuwa anamwambia mimi nampinga Kristo. Lakini baada ya mazungumzo na kuongea hoja nyingi amekuja kugundua kwamba actually wao ndo wanampinga Kristo na mimi na Mungu mkono Kristo. Kukuonyesha nini sasa? Maana yake ni kwamba ibilisi namna pekee anaweza akazuia watu wasikutane na kweli ni kutumia uongo, kuwalaghai, kutumia watu wenye mamlaka juu yao na kuwatisha na kuambia kwamba wasimsikilize fulani, wasifuatilie mafundisho ya fulani. Nje ya hapo hana uwezo mwingine wote. Sasa ngoja nikwambie kilichotokea. Huyu ndugu sio tu kwamba aliamua kuhama kwenye hilo dhehebu, akaenda yeye na mama yake. Mama yake naye alikuwa ni mwana maombi, mtumishi mwandamizi sana. Wote wawili wakaamua kuacha ile kanisa, ile huduma, wakaamua kugeukia kweli ya Kristo. Kwa hiyo ibilisi na uongo wake akawa amekwama. Ndio bado tunasema ibilisi shetani hana nini, si muweza wa yote kama ambavyo Mungu ni muweza wa yote. Tuangalie pointi nyingine. Shetani hayupo kila mahali kila wakati. Shetani hayupo kila mahali kila wakati. Kama nilivyogusia kwenye kipindi kilichopita. Kwa hapa tunasema hivi, nasoma kwenye ukurasa 39. Nasema hivi, ibilisi hayupo kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Sasa yes, ibilisi kwa kuwa ni roho, kwa kuwa ni pepo, ana uwezo kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine kwa spidi ya hali ya juu sana. Ni kama kufumba na kufumbua. Lakini haimfanyi akawa kila mahali kila wakati. Tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba haiwezekani akawa yuko hapo kwenye chumba ambacho unanisikilizia ya mafundisho na wakati huo yuko na mimi hapa. Hawezekani akawa yuko kwa watu wawili kwa wakati mmoja, kwa maana kwamba mmoja labda yuko Arusha na mwingine yuko Tanga, ama mmoja yuko Arusha na mwingine yuko Mbeya, ama mmoja yuko Arusha na mwingine yuko Iringa, ama mmoja yuko Iringa na mwingine yuko Mwanza, alafu ibilisi yuko nao wote kwa wakati mmoja. Hana huo uwezo. Lazima awepo sehemu moja kwa wakati mmoja. Then akitaka kwenda upande mwingine lazima atoke hapo alipo, afunge safari aende upande mwingine. Ndicho ambacho tunakizungumza. Kwa hiyo nasema ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Mwenye uwezo huo ni Mungu peke yake. Na ndio maana kwa mfano katika Ayubu 1:6-7 tunaambiwa ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea tembea huku na huko na huko na humo. Okay. Kwa hiyo kitabu kinaendelea kinasema hivi, umeliona ile rafiki? Shetani anamjibu Bwana kuwa ametoka kuzunguka duniani huko na huko, akiashiria kwamba yeye ni mzururaji. Kwa hiyo shetani nani? Ni mzururaji. Sasa wewe unakaa huko bizo unamwogopa mzururaji. Anasema hii ina maana kwamba kama alikuwa kaskazini basi kusini hakuwepo, na kama alikuwa kwa Ayubu basi hakuwepo kwa Elifazi. Kwa nini? Kwa sababu hana uwezo wa kuwa kila mahali kila wakati. Hivyo basi tofauti na Mungu ambaye yupo kila mahali na anaona yote, ibilisi hana uwezo huo. Hana uwezo huo rafiki. Lazima uelewe hilo. Ibilisi hana uwezo huo wa kuwa kila mahali kila wakati. Hana uwezo huo. Sasa nigonge kitu kimoja hapa. Pointi moja, kwa sababu tumesoma mstari wa Ayubu hapa. Kuna kitu nichepuke kidogo niruhusu, alafu tutarudi hapa. Anasema hivi, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani akaenda kati yao. Anapozungumzia wana wa Mungu hapa, nafahamu kuna mafundisho yapo yanasema wana wa Mungu wanaozungumziwa hapa ni malaika. Na fundisho hilo linasema pia kwenye Mwanzo mlango wa 6 anavyosema wana wa binadamu, yani wana wa Mungu wakajitwalia wake kutoka katika wana wa binadamu, wanajaribu kusema kwamba wana wa Mungu ni wanaozungumzwa hapa ni malaika. Sio malaika rafiki. Biblia haisemi hivyo. Na ukitaka kujua kwamba Biblia haisemi hivyo, tuende kuonyesha kwenye Waebrania mlango wa 1. Nimesema niliweke hilo sawa. Anapozungumza wana wa Mungu kwenye Ayubu au kwenye Mwanzo 6, hazungumzii malaika. Unasema kwa yeye anamzungumzia nani? Ngoja tusome tuone anamzungumzia nani. Nianze mstari wa ngapi? Tena mstari wa tukianza mstari wa 5.
Waebrania mlango wa 1 mstari wa 5. Anasema kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwako baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena mletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudie malaika wote wa Mungu. Na kwa habari za malaika asema afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana anasema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Kwa anasema hamna malaika yeyote ambaye Mungu amemwambia wewe ni mwanangu leo nimekuzaa. Angalia ule mstari wa 5 tena. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Kwa anasema hakuna malaika yeyote ambaye Mungu amewahi kumuita wewe ni mwanangu. Na ukiruka chini ukaenda mstari wa 13 anasema je, yuko malaika aliyemwambia wakati wote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wala watakao urithi wokovu? Kwa anasema malaika ni nani? Malaika ni watumishi. Malaika sio wana wa Mungu. Pekee ambaye anaitwa mwana wa Mungu ni mwanadamu alizaliwa mara ya pili. Tunaenda sawa sawa. Maana yake ni kwamba hakuna wakati wowote Biblia inasema ambapo Mungu alisema kwamba malaika ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kama ulikuwa umefundishwa hivyo, ondoa hiyo dhana. Kwa hiyo nasema wana wa Mungu ni wakina nani? Ni wale waliokuwa ni wenye haki, wale ambao walikuwa Mungu amewahesabia haki, ni wale ambao walikuwa wana roho wa Mungu ndani mwao. Tunaenda sawa? Okay, kwa hiyo tunapiga hatua. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia kwamba kwamba shetani hayupo kila mahali kila wakati. Nataka tuangalie pointi nyingine moja hapa. Anasema shetani hutumia wasaidizi wake. Tuligusia kipindi kilichopita, nataka niligusie tena. Shetani hutumia wasaidizi wake. Mfano mwingine tunaupata wakati akimjaribu Bwana Yesu alipofika mwisho wa majaribu yake. Tunaambiwa basi ibilisi akamwacha akaenda zake kwa wakati. Luka 4:13. Unauliza sasa ibilisi anajaribuje watu? Ibilisi anajaribu watu na kuwafanyia hila kupitia wasaidizi wake. Na ndio maana mtume Paulo akatuambia katika Waefeso 6:11-12 kuwa vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nataka uelewe hilo kwamba ibilisi sio kila kitu anafanya yeye. Anatuma wasaidizi wake. Ana muundo, ufalme wake una muundo. Tumeona hapa, tumeambiwa kwamba kuna falme na mamlaka, alafu kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hao ndio wote anawatumia kufanya hizo kazi. Na ndio maana hata ukisoma kwa mfano kwenye Biblia, ukasoma kitabu cha Danieli. Tena kwenye kitabu cha Danieli. Ukienda kitabu cha Danieli unaja kwenda, lakini unaweza kusoma tu. Ukisoma Danieli mlango wa 10, Danieli anafanya maombi kwa ajili ya watu wake wa Israeli. Kwamba imepita miaka 70 alafu anaona hawajarudi Israeli, kwa anataka kujua inakuaje. Kwa hiyo malaika Gabrieli anatumwa na Mungu kuja kumletea majibu Danieli. Alafu Danieli alifanya maombi kwa muda wa siku 21. Na Gabrieli anavyofika anamwambia Danieli, mwanzo wa maombi yako amri ilitolewa mbinguni, nami nimetumwa nimekuja kwa sababu ya maneno yako. Kwa hiyo na maana siku ile Danieli alipoanza kufanya maombi, Mungu alimtuma Gabriel alete majibu. Lakini tunaona Gabriel anafika kwa Danieli siku ya 24, sio siku ya 21. Najua watumishi wengi sana wanafundisha kwamba malaika Gabriel alifika kwa Danieli siku ya 21. Si kweli. Gabriel alifika kwa Danieli siku ya 24. Danieli alifunga siku 21. Akamaliza maombi yake ndani ya siku 21. Then Gabriel anakuja kumtokea Danieli siku ya 24. Nini kilitokea? Anasema Gabriel anapokuja kwa Danieli anasema kwamba mkuu wa Uajemi, maana yake pepo alikuwa anatawala lile eneo, alimzuia. Alafu anasema Mikaeli akaja kumsaidia. Kwa hiyo ina maana ile siku ya 21 ndio Mikaeli anakuja kumsaidia Gabrieli. Kwa hiyo wanapigana vita kwa takriban siku 3-4. Alafu ile siku ya 24 ndio Gabriel anafika kuleta majibu. Alafu Gabriel anamwambia Danieli, naondoka. Nikiondoka huyu mkuu wa Uajemi huyu ataondoka. Alafu atakuja mkuu mwingine. Sikuwa naelewa. Kwa hiyo maana yake nini? Kama unajua vitu tukivizungumza vya vinoge, twende tukasome pale. Muda unaniruhusu. Haleluya. Twende kwenye Danieli. Maana unajua wengine mshasikia kitabu cha Danieli na walikuwa wanasikia usingizi wameibuka wameamka. Danieli 10.
Sasa kwa ajili ya kuokoa nianze mstari wa 3. Anasema hivi Danieli huyu, sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Maana yake siku 21. Mstari wa 4, na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi, mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Definitely huyu sio Gabrieli anazungumziwa, huyu ni Bwana Yesu anazungumziwa. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, na wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu unaelekea chini, na tazama mkono ukanigusa, akaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame. Sasa nigusie kitu, maana nimesema huyu ni Bwana Yesu. Maana yake ni kwamba ameona maono ya Bwana Yesu, alafu anapigwa na usingizi. Anapoamka ni Gabriel ndo anazungumza naye. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, na alisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, ndio nilikuwa nakwambia yule pepo. Sasa mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayokuwapo wala watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Na alipokwisha kusema nami maneno hayo, nikauelekeza uso wangu chini, nikawa bubu, na kumbe mmoja mfano wa wanadamu akanigusa midomo yangu. Ndipo nikafumbua kinywa changu, nikanena, nikamwambia yeye aliyesimama karibu nami, Bwana wangu, kwa sababu ya maono haya huzuni zangu zimenipata sana, hata sikusaziwa nguvu. Maana mtumishi wa Bwana wangu huyu atawezaje kusema Bwana, kadhalika na kadhalika. Sasa 19, akasema, mtu upendwaye sana, usiogope, amani iwe kwako, uwe na nguvu, naam uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema, Bwana wangu, na aseme Bwana. Kwa anaendelea kwa anaelezea. Sasa angalia mstari wa 20. Ndipo akasema, je, unajua sababu za hata nikakujia, na sababu nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huko, tazama mkuu wa Uyunani atakuja. Kwa anasema naenda kupigana na mkuu wa Uajemi yule pepo, na tukishamuondoa yule pepo wa Uajemi ambaye anatawala ile eneo, atakuja pepo wa Uyunani kuja kutawala. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kuonyesha nini? Kwamba ibilisi anatumia wasaidizi, na hawa wasaidizi wamepewa maeneo ya kiutawala kama vile ambavyo wanadamu wameweka maeneo ya kiutawala. Kwa kama unazungumzia mkoa wa Dar es Salaam, maana yake ni kwamba kuna pepo amewekwa anashughulika na mkoa wa Dar es Salaam. Kama unazungumzia mkoa wa Pwani hivyo hivyo, unazungumzia mkoa wa Arusha hivyo hivyo. Manyara ilivyogawanywa ikatoka kwenye Arusha ikawa ni mkoa wa Manyara, guess what? Ibilisi anaweka pepo mtawala ambaye anatawala lile eneo la Manyara. Ndivyo anavyotenda kazi. Kwa kama unavyoona serikali za wanadamu zina muundo na utendaji kazi wake, ndivyo ambavyo na ibilisi naye anafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo nataka uelewe hilo. Kwa hiyo ibilisi hayuko kila mahali kila wakati. Ibilisi hajui mawazo ya kila mtu. Hawezi kutambua mawazo. Kwa hiyo atajua mawazo yako kupitia maneno yako, kupitia matendo yako. Atajua una hofu kupitia maneno yako, kupitia matendo yako. Lakini pia katika kutekeleza majukumu yake, kwa kuwa hawezi kuwa kila mahali kila wakati, anatuma wasaidizi wake. Na ili kurahisisha kazi yake, ameweka muundo wa kiutawala. Muundo wa kiutawala ambao unafuata jinsi ambavyo serikali za wanadamu zimewekwa. Ndio maana wakati wote naweza nikajua Tanzania, kwa mfano Tanganyika, inatawaliwa na nani.
inatawaliwa, iko chini ya ufalme wa Mungu au iko chini ya ufalme wa ibilisi? Kwani kwa kuangalia serikali ya wanadamu inapotenda kazi na kufanya kazi. Kwa hiyo nasema kwa hiyo ikoje? Sio sehemu ya somo hili, lakini nataka uelewe hilo kwamba ibilisi anafuata muundo. Unasema ongezea kidogo, muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita, haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.